Assalamu alaikum watoto wazuri. Karibuni tena kwenye kipindi chetu cha Kids Corner. Mimi ni Miss Mariam na leo nataka kuwatolea hadithi nzuri sana. Hadithi yetu ya leo inahusu safari ya kwenda kuuza punda. Siku moja paliondokea baba na mtoto wake. Yule baba alikuwa na punda. Sasa kuna siku alikuwa na shida ya pesa. Hakuwa anajua atatoa wapi pesa. Akasema mimi nina huyu punda wangu, ngoja nimpeleke sokoni nikamuuze, nipate hizo pesa zinisaidie. Akamwambia yule mtoto wake, mtoto wangu naomba tuongozane tuende sokoni. Yule mtoto wake akamwambia sawa baba twende. Wakaongozana, wakatoka nyumbani, ikawa waelekea zao sokoni. Akatoka yule baba na mtoto wake, wakashika na yule punda. Sasa njiani kukawa na mtu mmoja. Ya mtu akaambia, angalia yule baba na mtoto wake, hata hawana akili. Wanapunda badala ya wamtumie vizuri, hata hawakumpanda. Angalia sasa wamemshika punda yatembea peke yake na wao wachoka kwa kutembea. Sasa yule baba akasema, wacha nimpandishe huyu mtoto wangu vile ni mdogo, mimi nitatembea sina shida. Akampandisha mtoto. Wakatembea, walipofika mbele tena wakapatana na mtu mwingine. Yule mtu akasema, angalia yule mtoto hana hata heshima. Hamheshimu hata mzazi wake. Ingekuwa ni mtoto amefunzwa maadili mazuri, angempisha yule babake, apande yule punda, yeye ana nguvu kiasi atembee. Yule baba akasema kweli. Akamshukisha mtoto, akapanda yeye. Kufika mbele tena, wakapatana na mtu mwingine. Yule mtu pia akazungumza, akasema, angalia yule baba hana hata huruma. Maskini mtoto wake yotembea, yeye amepanda punda starehe, mtoto wake saizi amechoka. Yule baba akakuwa confused, sasa akasema mimi nitafanya nini? Basi kila nikifanya lazima watu waongee. Kila nitakachokifanya bado watu wataongea. Basi yule baba akasema suluhisho ni tupande si wote kwenye huu punda. Wakapanda wote, wakaelekea sokoni. Walipofika karibu na soko, wakapatana na watu wasema, hawasikii maneno lakini watu waongea wakiwaangalia. Akashangaa mbona watu watuangalia? Akapatana na mtu mmoja akamuuliza, kwani sisi tumefanya shida gani mbona watuangalia? Akasema nyinyi hamna hata huruma, maskini upunda mnyama wa watu amechoka. Nyinyi wote mmeenda mmempandia, mmemkalia. Nyinyi hamna huruma, upia ni mnyama na yeye. Akasema sawa basi, wakashuka wote. Waliposhuka wakaiacha na ile kamba. Sasa walipoacha yule punda akakimbia. Kukimbia wakamkosa yule baba na mtoto. Walimfuata yule punda lakini wapi? Punda amekimbia hajui pahali alipoenda. Akasema mimi makosa yangu haya mpaka upunda kupotea yote ni kwa sababu yangu. Kwa sababu nisingesikiza mtu yoyote, si tungefika sokoni na nikamuuza upunda na nikapata pesa zangu. Sasa hivi shida ninazo, punda sina na pesa pia sina. Hadithi yetu inatufunza nini? Tusiwe warahisi wa kusikiza maneno ya watu. Tuseme wewe mwenyewe umeamua watakofanya jambo fulani. Na wajua kabisa hili jambo litanifaidisha mimi. Lakini sasa ukisikia huyu akwambia, huyu naye apenda kujionesha mpaka afanye hilo jambo, ndio sisi tujue kwamba ana uwezo. Kwa hivyo watoto wazuri, sisi tukitaka kufanya jambo na tunajua litatufaidisha sisi, tusisikize maneno ya watu. Tuendelee tu kufanya hilo jambo lenye tunataka kufanya na mwisho wa siku faida tutaiona sisi si wao. Na hadithi yangu ikaisha hapo. Maasalam.